Usitake kueleweka na kila mtu. Kwenye maisha sio kila mtu atakuelewa. Sio kila mtu atakuelewa. Na kwa bahati mbaya watu watakao kuelewa ni wachache mno kuliko watu watakao kuelewa. Ni wachache mno. Watu watakao kuelewa ni wachache mno. Lakini watu wengi hawataweza kukuelewa. Uwe radhi Mungu akuelewe. Hata kama wanadamu wasipokuelewa, uwe radhi Mungu akuelewe. Mungu akuelewe. Mafarisayo hawakumuelewa Yesu. Moja na kwa walikuwa ni viongozi wa dini. Watu waliokuwa wameshika Torati, lakini hawakumuelewa Yesu. Na Yesu, hao ndio walikuwa kikwazo kikubwa. Mafarisayo ambao walikuwa ni viongozi wa dini ndio walikuwa kikwazo kikubwa kwenye injili ya Yesu Kristo. Na ndio maana Yesu akawaita kwamba ni wanafiki. Wao ni kama makaburi ambayo yamepakwa rangi nje, lakini ndani yamejaa mifupa. Aliwatukana Mafarisayo kwamba ni watu wanafiki. Wenyewe ni kama mifupa, ni kama makaburi ambayo yamepakwa rangi, lakini ndani ni mifupa. Kwenye maisha usikubali. Ujue kwamba huwezi kueleweka na kila mtu. Lakini kama Mungu anakuelewa, songa mbele. Sababu kuna wanadamu wengi ambao hawatakuelewa. Hawatakuelewa. Wakati mwingine hata tunapookoka, ndugu inawezekana wasikuelewa. Na wako watu waliokutana na changamoto za namna hii. Kuna watu ambao walitengwa na ndugu zao kwa sababu hawakueleweka. Hawakueleweka. Kwa kwenye maisha huwezi kueleweka na kila mtu. Lakini madam hicho unachokifanya kiko sahihi mbele za Mungu, songa mbele. Na wala usikubali hao watu ambao hawakuelewa kukuvunja moyo. Usikubali hao watu ambao hawakuelewa kukatisha tamaa. Kukatisha tamaa. Wewe ni wachache sana kwenye maisha ambao wanaweza kukuelewa. Ni wachache. Watu mara nyingi watu wasiokuelewa ni wengi zaidi kuliko wale wanaokuelewa. Kuliko wale wanaokuelewa. Usiishi kwa ajili ya kuwafurahisha wanadamu. Ishi kwa ajili ya kumfurahisha Mungu. Hatupo hapa kwa ajili ya kumfurahisha mwanadamu yoyote yule chini ya jua. Tupo hapa kwa ajili ya Mungu. Wewe ni kazi ya mikono ya Mungu na uliumbwa katika Kristo Yesu utende mema. Utende mema. Kwa kwenye maisha lazima ujue kwamba watu wengi inawezekana kabisa usikuelewa, lakini madam Mungu anakuelewa. Madam unachofanya ni sawasawa na neno la Mungu, ni mapenzi ya Mungu, usikubali kuvunjwa moyo na mtu yoyote yule. Watainuka watu wengi wa kukatisha tamaa, watainuka watu wengi wa kuvunja moyo kwa sababu hawakuelewa. Simama katika kile ambacho unakiamini na kina msingi wa neno la Mungu. Kina msingi wa neno la Mungu. Hakuna mtu yote aliyefanikiwa ambaye alieleweka na kila mtu. Usipokuwa tayari kupuuzia baadhi ya maneno ya watu, hautaweza kufika kule ambako Mungu anatamani kufika. Hautaweza kufika kule ambako Mungu anatamani kufika. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya. Kumbuka kwenye maisha yako, kwenye biashara zako, kwenye huduma yako, si watu wote watakuelewa. Lakini maadamu unachokifanya ni sahihi, songa mbele. Maadamu unachokifanya ni sawasawa na Mungu anavyotaka, ni mapenzi ya Mungu, songa mbele. Usikubali kukwamishwa na watu wachache na watu ambao hawakuelewi. Maana huwezi kueleweka na kila mtu. Huwezi kueleweka na kila mtu. Mungu akuinulie watu wanaokuelewa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen.